mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asante. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuvusha salama na kuingia katika mwaka 2026 na hata kutuwezesha kufika hapa leo kwa ajili ya mkutano huu muhimu. Ninawakaribisha kwa dhati kwenye warsha hii ya kujenga uelewa kuhusu mkakati wa taifa wa elimu ya kidijiti wa 2030 pamoja na miongozo yake ya utekelezaji. Uwepo wenu hapa ni ushahidi wa dhamira yetu ya pamoja kuiboresha na kuibadilisha mifumo ya elimu nchini Tanzania kupitia matumizi bora, salama, yenye uwajibikaji na yanayozingatia maadili ya teknolojia za kidijiti. Ndugu washiriki, mtakubaliana nami kwamba mabadiliko ya kidijiti sio chaguo tena, bali ni hitaji la lazima. Kama ilivyoainishwa katika Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, ustawi wa baadaye wa nchi yetu unategemea nguvu kazi yenye ujuzi wa kidijitali, ubunifu na uwezo wa kujifunza na kuendana na mabadiliko ya teknolojia na soko la ajira. Katika muktadha huu, elimu ndiyo msingi mkuu na nguzo muhimu katika kufanikisha dira hiyo. Nyote mnatambua serikali yetu imeshawekeza kwa kiwango kikubwa katika kuandaa mazingira ambapo mifumo ya kidijiti inaweza ikatumika katika sekta ya elimu. Mtakumbuka serikali kupitia mifumo mbalimbali na ufadhili mbalimbali wameweza kufadhili wataalamu kwenda kupata ujuzi ili waweze kusaidia vijana walio katika taasisi za elimu kuweza kujifunza kidijiti. Kwa hiyo serikali inafanya capacity building. Na kwa namna hiyo sitaacha kutaja kile ambacho ufadhili wa Samia katika masuala ya data science unafanya. Na hii ilikuwa ni hatua muhimu ya serikali kuhakikisha kwamba kweli tunapata wataalamu waliobobea kuja kutumia teknolojia katika kufundishia, lakini pia katika kuchangia katika sekta mbalimbali. Nyote mnafahamu katika mwaka huu wa fedha serikali imeanzisha Samia Scholarship na kufadhili vijana wa Kitanzania waliofanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi kwenda kusomea masuala ya data science, artificial intelligence, robotics and the like. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ambayo serikali yetu imefanya. Na tayari vijana hao wako mbioni kuelekea katika vyuo vya hali ya juu huko ulimwenguni ili watakaporudi waje na ujuzi mahiri ambao ni wa kimataifa na hivyo kuchangia katika kuendeleza matumizi ya kidijiti katika elimu na kutumia masuala ya artificial intelligence katika elimu na vile vile masuala ya data science. Lakini pia mnatambua serikali yetu imeshanunua vifaa vya kitehama katika taasisi zetu zote. Iwe ni vyuo vya ualimu, iwe ni vyuo vikuu, ziwe ni shule za msingi na za sekondari, zote zimeshakuwa equipped na vifaa vya kitehama na hivyo tayari mazingira yameshawekwa kwa ajili ya matumizi hayo kwa ufanisi. Vile vile serikali imejenga maabara za kompyuta katika shule za sekondari. Na hivyo wanafunzi wetu wanaweza sasa kujifunza kupitia kompyuta na mifumo mbalimbali iliyopo katika shule zao ili kuimarisha elimu yao. Bila kusahau swala la mkongo wa taifa. Mkongo wa taifa sasa umeshafika katika kila wilaya. Kilichobaki katika kwa ukubwa wake ni ile last mile. Sasa kutoa ule mkongo kuingiza katika taasisi mbalimbali, na taasisi za elimu kwa kweli zinapewa kipaumbele kufikishiwa mkongo huo ili vifaa vya kompyuta walivyokuwa navyo
vifaa ambavyo walimu pia wanavyo waweze kuvitumia kupata maarifa mbalimbali ambayo wataweza kuwafundisha wanafunzi wao. Mtakumbuka vile vile walimu walioajiriwa kabla ya 2025 wote walipewa vishikwambi. Walimu wa shule za msingi na sekondari wote walipewa vishikwambi. Kwa hiyo tayari mnaweza kuona serikali yetu imeshajipanga kuhakikisha kwamba matumizi ya kidijitali katika elimu yanafanikiwa. Ndipo hapo sasa Wizara ya Elimu ikaja sasa na mwongozo, ikaja na mkakati kwanza, namna ya malengo ya namna ya kutumia vifaa hivyo, namna ya kuboresha capacity za wanaokwenda kutumia vifaa hivyo, na masuala mengine yanayohusiana na masuala ya kidijitali. Kwa hiyo Wizara ya Elimu kama ilivyokuwa ni majukumu yake, tuliandaa mwongozo, tuliandaa mkakati ambao unaweka mfumo wa kitaifa wa pamoja wa kuratibu na kuongoza mageuzi ya kidijitali katika ngazi zote za elimu ili kuwezesha ujifunzaji hata katika mifumo isiyo rasmi. Na sasa hivi mnajua paradigm ya elimu ya watu wazima imebadilika. Sasa hivi ni elimu bila ukomo, na tunatamani kwa sababu dunia ni kidijiti, kwa hiyo hata wale ambao watasoma nje ya taasisi za elimu waweze kutumia mifumo hiyo ya kidijitali. Pia tunajua tunafanya hata e-assessment. Kwa hiyo sio tu kujifunza na kufundishia, lakini pia hata kufanya tathmini ya wanafunzi, mifumo hii inaweza kutumika. Sasa mkazo wetu mkubwa ni utekelezaji. Hizo documents tayari tunazo na wote nafikiri tulishaziona, kama hatujaziona ziko pia kwenye website ya Wizara ya Elimu, na tunazo sasa kwa mwaka mmoja uliopita. Ninaamini baadhi yenu walishazisoma, lakini ninafahamu sio kwamba kwa kuanza mkakati huu ndio tunaanza sasa matumizi ya kidijiti. Ukweli ni kwamba vyuo, taasisi mbalimbali za kielimu tayari walikuwa wanafanya matumizi ya kidijiti katika taasisi zao za elimu. Kwa hiyo mkakati unakuja tu kuweka mfumo wa pamoja wa uratibu wa masuala hayo katika sekta. Hivyo sasa mkazo mkubwa sasa ni utekelezaji. Kila mdau wa elimu hapa ana wajibu wa kutafsiri mkakati huu kwa vitendo ili kuboresha ufundishaji na ujifunzaji, usimamizi wa elimu, na hatimaye matokeo makubwa ya elimu yanaweza kupatikana kupitia matumizi bora ya teknolojia za kidijitali. Kwa shule, vyuo vya ualimu, taasisi za TVET na vyuo vikuu, utekelezaji unapaswa kwa kuanza kuimarisha misingi ya kidijitali. Hii inajumuisha uboreshaji wa upatikanaji wa internet ambayo tayari serikali yetu ishafanya sehemu kubwa, mitandao ya ndani ya taasisi, intranet ndani ya taasisi husika, kuwa na vifaa vya kidijitali pamoja na vyanzo vya umeme vya kuaminika, sambamba na matumizi thabiti ya majukwaa ya kujifunzia mtandaoni na mifumo ya kidijitali iliyoidhinishwa. Aidha, taasisi zinapaswa kuimarisha ujifunzaji mseto na wa mtandaoni katika ufundishaji na tathmini za kawaida kwa wanafunzi, na vile vile kuhakikisha kwamba teknolojia inaongeza thamani na kuleta ubunifu katika ufundishaji. Vile vile kipaumbele maalum kitolewe kwenye masuala ya ujumuishaji na usawa, ili wanafunzi walio maeneo ya vijijini, wanafunzi wenye ulemavu na wengine waliopo katika mazingira magumu wasiachwe nyuma katika safari hii ya mabadiliko ya kidijitali katika sekta ya elimu. Ndugu washiriki, wote mnafahamu walimu na waelimishaji
ndiyo nguzo kuu ya mageuzi ya kidijitali katika sekta ya elimu nchini. Kuna mawazo kwamba kwa kuwepo na mifumo ya kidijitali mwalimu anakuwa replaced. Haitawezekana hata siku moja katika tendo la kujifunza au ufundishaji mwalimu akakosekana. Kwa hiyo notion ya kwamba mwalimu anaondoka kwa sababu ya matumizi ya kidijitali, ukweli notion hiyo I think is wrong, na mimi nafikiri mwalimu sasa atapasa kuimarisha tu umahiri wake na weledi wake wa kufundisha kupitia teknolojia hizo. Pamekuwa na mjadala mkubwa sana duniani, but commissioner anajua, na siku zote wanasema a teacher is not replaceable. Ila tunachopaswa kufanya ni kuhakikisha kuwa walimu hawa wanapata umahiri mkubwa ili walete mabadiliko ya kweli katika ufundishaji. Kwa hiyo vyuo vya ualimu, vyuo vikuu na taasisi zote za mafunzo zinapaswa kujumuisha kwa makusudi ufundishaji wa kidijitali, ujumuishaji wa tehama na uelewa wa akili bandia pamoja na stadi za data science katika programu za mafunzo ya awali na mafunzo kazini. Artificial intelligence, akili unde, majina yake yanabadilika. Waswahili watuambia mwisho wake tutabaki na jina gani? Maki tumeanza na majina mengi ya kisasa, naona swala la akili unde ndio linalozungumzwa zaidi. Kwa sababu ya umuhimu wake, ndiyo maana serikali inatoa ufadhili kwenda kusomesha Watanzania katika maeneo hayo. Kwa maana hiyo pia tuliopo, hata kama tutaenda for long course, basi tutahitaji kupata uwezeshaji katika kozi fupi ili tuweze kutumia akili unde katika kazi zetu za kila siku. Na ndiyo maana Wizara ya Elimu iliandaa pia hata mwongozo wa namna ya kutumia akili unde. Hiyo nayo ina debate nyingi inaendelea huko duniani, lakini sisi tunatamani tuitumie akili unde kuboresha ufanisi na kuongeza tija katika kazi zetu tunazozifanya. Ndugu washiriki, napenda pia kusisitiza umuhimu wa mwongozo wa kitaifa wa elimu ya kidijitali katika ngazi zote za elimu sambamba na mwongozo wa matumizi ya akili unde katika elimu. Miongozo hii inatoa mwelekeo wa vitendo kuhusu namna taasisi zinavyoweza kutumia teknolojia za kidijitali na akili unde katika ufundishaji, utafiti, tathmini na utawala, huku zikizingatia kikamilifu maadili, ulinzi wa data, uadilifu wa kitaaluma na ujumuishi. Kwa msingi huo, vyuo vikuu na taasisi za utafiti zinahimizwa kuongeza ubunifu katika elimu inayotumia akili unde, utafiti na ukuzaji wa stadi ili kuhakikisha akili unde na teknolojia nyingine zinazoibukia zinaongeza thamani katika kuimarisha upatikanaji wa ubora wa elimu nchini. Utawala bora na uratibu madhubuti ndiyo nguzo ya utekelezaji wenye mafanikio. Taasisi za udhibiti ikiwemo TCU, NACTVET, TCRA, ICTC zina wajibu wa pamoja wa kuoanisha viwango na ithibati, kuimarisha uhakika wa ubora na kuweka mahitaji stahiki ya miundombinu ya kidijitali ili yalingane na uhalisia wa ujifunzaji wa kidijitali, mseto na wa mtandaoni. Ninawaomba taasisi hizi kushirikiana kwa karibu na Wizara ya Elimu
na kutoa elimu ili kuhakikisha mshikamano wa kisera, ulinganifu na mwingiliano wa mifumo, interoperability, na uzingatiaji thabiti wa sera na miongozo ya kitaifa. Kwa hata hao warekebu tunaomba nao watusaidie, watupe elimu, watupe viwango vinavyotakiwa, na watupe ushauri katika masuala mbalimbali yanayohusika na matumizi ya kidijitali katika sekta ya elimu. Ndugu washiriki, washirika wetu wa maendeleo na sekta binafsi ni wadau muhimu na wa kimkakati katika safari hii. Jana katika kikao cha baraza la mawaziri tulikuwa tunajadiliana juu ya utekelezaji wa tutakavyoanza utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050. Ni mpango wa serikali kwamba 70% ya utekelezaji wa dira ile utachangiwa na sekta binafsi. Kwa hiyo hatuna namna sisi kama sekta ya elimu kuwaweka sekta binafsi pembeni. Ni muhimu sana tushikamane na sekta binafsi, tupange pamoja ili hata haya masuala tunayoongelea kidijitali katika sekta ya elimu yaweze kufanyika kwa ufanisi. Kwa hiyo ninafurahi kuona pia wadau wa sekta binafsi wako hapa, wadau wa maendeleo, naamini World Bank wanawakilisha wengine wako hapa. Tunawasihi tuendelee kushikamana katika safari hii ya kuleta mageuzi katika sekta ya elimu. Ninawaomba washirika wa maendeleo kushirikiana na serikali katika eneo hili, ili pia kufungamanisha sera zao za maendeleo na mikakati mikubwa tuliokuwa nayo katika sekta ya elimu. Sekta binafsi, wabunifu wa edutech na jumuiya za teknolojia na wahimiza kubuni kwa pamoja suluhisho zinazolingana na muktadha wa nchi, kuunga mkono ukuzaji wa stadi na mifumo ya ubunifu na kuzingatia viwango vya kitaifa na kimataifa, na vile vile misingi ya maadili na matakwa ya ulinzi wa data. Tunapoongea masuala ya kidijitali, swala la ulinzi wa data ni paramount, ni muhimu sana. Kwa hiyo popote tunapoendelea na utekelezaji wa mifumo mbalimbali, afua mbalimbali za kidijitali, ni muhimu sana kuzingatia ulinzi wa data, na sheria mahususi ya ulinzi wa data ilisha kuwepo. Kwa ni muhimu tusimamie utekelezaji wa sheria hiyo tunapokuwa tunaendelea na matumizi ya kidijitali katika maeneo yetu ya kazi. Ndugu washiriki, ninapoenda kuhitimisha hotuba yangu, napenda nisisitize kwamba usambazaji wa mkakati na miongozo hii ni hatua ya kwanza. Utekelezaji unahitaji uongozi, uratibu, rasilimali na uwajibikaji katika ngazi zote. Hivyo napenda kusisitiza taasisi zote kuingiza mkakati wa kitaifa wa elimu ya kidijitali na miongozo yake katika mipango yetu ya taasisi zetu. Najua tulishafanya hivyo, tusisahau kuendelea kuiacha katika mipango yetu. Vile vile kuteua waratibu husika watakaosimamia masuala ya kidijiti katika taasisi zetu, kutenga rasilimali kwa ajili ya utekelezaji wa afua mbalimbali, na vile vile kushiriki kikamilifu katika ufuatiliaji, tathmini na ujifunzaji kwa pamoja. Ninawashukuru tena kwa ujumla wenu kwa kutenga muda na kuja kushiriki katika warsha hii muhimu kwa taifa letu. Ni imani yangu kuwa warsha hii itajenga uelewa wa kutosha na kuweka maazimio yatakayosaidia kuharakisha utekelezaji wa mkakati na miongozo ya matumizi ya teknolojia za kidijitali nchini. Tukumbuke, jamii ya Kitanzania yenye umahiri wa kidijitali haujengwi na vitu, unajengwa
na watu. Mara nyingi tunahitaji kuwa na servers, kuwa na computers, kuwa na mitandao. Hivyo pekee havijengi jamii ya Kitanzania iliyokuwa digital savvy, bali jamii ya Kitanzania ambayo ina ujuzi, ina umahiri mkubwa wa kidijitali unajengwa na wanafunzi wenye uwezo na wenye vifaa vya kidijiti katika kutumia kwenye elimu yao. Vile vile inajengwa na walimu mahiri katika matumizi ya tehama katika ufundishaji na ujifunzaji. Vile vile inajengwa na Watanzania wenye hamu ya kuboresha elimu yao ili wapate stadi za matumizi ya kidijiti. Kwa hiyo sio vitu, it's about the people, watu ambao watakuwa tayari kutumia vifaa hivyo. Jana nilipokea wasilisho moja katika kikao cha management ya wizara. Ilikuja na mapendekezo ya e-assessment. Nafanya assessment kidijiti. Ndiko tunakotamani tuelekee. Habari ya scripts maybe sawa, lakini tunahitaji tufikie hatua hiyo. Kama ufundishaji unafanyika hivyo, basi tunaamini pia tutaweza kufanya assessment kwa kutumia nyenzo za kidijitali. Ninaamini sote hapa tuko tayari kujifunza, tuko tayari kujielimisha, na tuko tayari kutafuta rasilimali ambazo zitasaidia katika kuimarisha taasisi zetu ili ziweze kutekeleza yaliyomo katika mkakati na miongozo hiyo. Baada ya kusema haya, ninapenda kutamka kwamba warsha ya kujenga uelewa kwa wadau juu ya mkakati na miongozo ya kitaifa kuhusu matumizi ya teknolojia za kidijitali kwenye sekta ya elimu imezinduliwa rasmi. Kazi na utu. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.